Sawa, bwana, kuelekea machi moja dabi ya Kariakoo, maneno ni mengi kweli kweli. Moja ni sakata la Damaro Kamara. Mnyama Simba anahoji uraia wake, lakini pia mnyama alihoji kwa nini dabi ipelekwe Zanzibar. Tuanzie hapa kwa Damaro. Shabani Mpira Pesa. Kwema kwanza ndugu yangu? Kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu. Ramadhani Karim, Ramadhani ya 3 leo, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunafunga tukiwa salama. Jua linawaka, lakini kwa kudra za Allah wanadamu wake tunafunga na somo inaenda vizuri. Na wale wa Kwaresma na wao nadhani wanaenda vizuri. Ila niwape pole, wameanza mfungo wa Kwaresma kwa msiba mkubwa wa kiongozi mkubwa wa dini. Niwape pole sana kwa Kristo wote, lakini wote ni wanadamu na tutaenda pale alipoelekea yeye. Ila tumtakie tu mafanikio kwa alikoenda, sababu alikuwa ni kiongozi wa dini ni kiongozi mkubwa kwenye dini. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kawaida, na imani Mwenyezi Mungu atampokea kwa yale mema ambayo aliyofanya, lakini ni msiba wa wanadamu wote kwa sababu ni kiongozi mkubwa. Niwaambie tu Wakristo wote na wapa pole kwenye hili. Sawa. Shabani Mpira Pesa, mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli kuelekea machi moja. Mnyama Simba anahoji uraia wa Damaro Kamara. Wengine wanasema kwamba pengine mnyama ana hofu kuelekea dabi ya Kariakoo. Vipi kwa upande wako? Ni kweli mna hofu? Kwanza sio wa kwanza Simba kuhoji raia za mtu mwingine au za wachezaji. Kama wanakumbukumbu wavute kwa Kibu Denis Prosper. Wao ndo walisema Kibu Denis sio Mtanzania. Wao ambao sasa hivi wanalalamika kwa Damaro Simba kuhoji. Kwa hiyo kwanza watambue kila Mtanzania ni askari wa Mtanzania mwenzie au raia yote alikuwa karibu yake. Ndio maana Tanzania kuna ulinzi shirikishi. Wao walimbugu Kibu Denis katika kumbukumbu zangu. Na wao wenyewe wanalifahamu hilo kwamba Kibu Denis alibugudhiwa na wao kwamba sio raia na maneno mengi alisemwa, lakini mwisho wa siku Simba wakarekebisha kilichotakiwa. Kibu Denis kama Tanzania na akacheza timu yetu ya taifa ya Tanzania, akawa iko safi. Kwa hiyo swala la Simba kuulizia Damaro ni kitu cha kawaida, ni kitu kile ambacho kinachorudia. Kwa hiyo wasitafute target ya kusema kwamba sisi tunaogopa dabi, tunafanya. Hapana, Simba ni klabu ya mpira, lazima wacheze mpira, lakini tuko katika ulinzi shirikishi ambao kila Mtanzania, hata jeshi la polisi nasema Mtanzania mlinde Mtanzania mwenzio. Mtanzania ilinde nchi yako. Haiwezekani mchezaji yeye ni foreigners yafa aonekane ni raia wa Tanzania. Lazima tupate viashiria na tupate uhakiki kama kweli ni Mtanzania halisi, na hamna shida atacheza. Wengine wanasema mna hofu kwa maana ya kwamba kwa nini limeibuka wakati huo kuelekea dabi, wakati anasajiliwa, kwa nini hamkuzungumza? Atufundishwe wakati gani tuseme. Unapojiona umejitosheleza kusema, na ndo nasema, sio kwa sababu mtu fulani kasema useme. Tunapojitosheleza kwamba kile tulichokichunguza tukapata uhakika nacho, ndio pale tunaposema. Paka Simba amesema, ina maana kuna sehemu amejihakikishia kwamba yule mtu anaonekana kuna vitu vyake bado havijakamilika. Kuna watu wameanza kuomba raia muda mrefu. Kwa mfano Christian Bella, napenda kumtolea mfano sana. Ameishi Tanzania miaka mingi sana, lakini uraia amekuja kupata juzi. Sawa, sasa watu wanahoji kweli Damaro Tanzania ni swala dogo tu, kama amekamilika watoe document. Hakuna shida. Kwani malumbano ya nini? Watoe. Mbona watakuwa kama wao ndio watakwenda malumbano? Tanzania ni nchi ambayo inafuata haki na sheria. Lazima kila mtu aishi kwa sheria na haki ndio kwa Tanzania. Kwa hiyo kama yeye kuna baadhi ya vitu havijakamilika, mtie kwenye foreigners. Kama akakamilisha watoe document tuone. Mechi na Damaro haihusiani. Kwani Damaro ndo mchezaji peke yake kwenye timu yao? Kwa hiyo mechi na Damaro usiani. Sisi tunahoji kutokana na majukumu ya ulinzi shirikishi. Sisi katika shirikishi na sisi shirikishi. Na wao shirikishi, ndio maana walimuhoji Kibu Denis Prosper. Wamezungumza mengi sana leo, wamefanya press pia, baadhi ya mashabiki wamesema kwamba yule ni Msukuma. Nyinyi shida yenu ni nini hasa? Watu wanaleta utani kwenye jambo la kweli. Umeelewa yaani wanaleta mzaa kwenye jambo la kweli. Ni kosa kubwa. Sasa mtu anaposema yule Msukuma, akikamatwa atoe ushahidi yule ni Msukuma, hataweza kusema zidi sipungua, ataomba thamani. Waache utoto. Kwenye userious lazima kuwepo na userious. Unapozungumzia uraia wa mtu fulani kuja kwenye nchi yako, hilo ni jukumu la nchi la kulinda nchi yako. Kuna watu wanakuja kwenye nchi yetu kwa vitu tofauti. Kwa hiyo lazima tuhakiki wanachama waliokuwa halali. Simsemi Damaro ndo atafanya mabaya, lakini Tanzania tunapokea watu wengi. Tumeona juzi
kuna mtu kakamatwa katika boda ya Kenya na Tanzania akiwa na mabomu anaingia Tanzania. Sasa kama sio Mtanzania, usipohakikisha kulinda usalama wa nchi yako, atakulindia nani? Ndio maana tumetaka uhakiki, na sisi tunawaambia hili sio Simba wa kwanza, hata wao walilifanya hili kwa Kibu Denis Prosper wao, na Kibu Denis kweli alipata misukosuko wao. Nani Damaro nani? Watoe dokumenti. Pengine wakati yupo Singida Black Stars, kwa nini hamkuweka pressure kubwa ambayo mnaifanya sasa hivi? Alikuwa ni mchezaji wa kigeni kupitia Singida Black Stars, lakini uraia kaupatia akiwa nyuma mwiko. Kwa hiyo tunahoji uraia wake, hatuhoji yeye kwa sababu mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo hata alivyokuwa Singida alikuwa kama foreigners. Alichezea Singida haina shida, foreigners wachezaji 12 wana vibali, dokumenti zote. Kaja huko anaonekana Mtanzania, ndio maana watu wamehoji. Kwa hiyo wasitake kuleta vitu wakachanganya kwenye mechi wakati watu wanavyohoji vya msingi. Mechi na amani ya nchi na watu kuingia uraia kwenye au kuingia kwenye nchi yetu bila ya vibali ni vitu viwili tofauti. Kwanza amani ya nchi ndio baadaye ucheze mpira. Bila amani hakuna mpira. Kwa hiyo lazima tuhakiki na tuambie, lazima tuhakiki, tujue kama Mtanzania watuoneshe document, kama foreigners watuoneshe document zake. Mnyama Simba pia amehoji sakata la uwanja kupelekwa Zanzibar, lakini pia sakata la Ali Kamwe kutangaza uwanja utakaopigwa dabi ya Kariakoo kabla ya bodi ya ligi. Mnyama ana nini hapa? Mnyama anayofia dabi kama anavyosema mashabiki? Hilo ni swala la viongozi, lakini mimi labda nizungumze kwa upande wangu kama mwanachama wa klabu ya Simba. Simba sio mara ya kwanza kucheza ligi Zanzibar. Nakumbuka mechi ya Azam tulipelekwa Zanzibar. Lakini wao wanachohoji utaratibu uliochukuliwa mpaka mechi ikapelekwa Zanzibar. Inaonekana mechi ya Azam vitu vyote vilikamilika, ndio maana Simba kuleta doubt. Hii inaonekana imeamuliwa kihuni baada ya watu kucheza mechi wakashinda magoli matatu ambayo hayana faida, wakapata hasira, wakatangaza mechi inachezwa Zanzibar uwanja wa Amani Complex. Baadaye kweli bodi ya ligi nao wakathibitisha. Hiyo ndio hoja. Sio kwamba Simba hataki kucheza labda kuna mtu anamuogopa. Hoja lazima kila mtu aheshimu mamlaka ya mwenzie alipokuwepo. Kwa hiyo Simba wanahitaji yani wajue kwa nini yule alizungumza kabla bodi ya ligi chombo husika kijasema. Na ndio hoja yetu hiyo. Hata Simba hatuna lingine ila mechi itachezwa. Mko tayari kwa mechi? Mechi itachezwa, lazima tucheze katika mechi zetu 30 na mechi za nyuma mwiko 2 zimo. Ya kwanza ndio hiyo, yeye na ndo mwenyeji. Kwa hiyo lazima tutacheza, lakini lazima tufuate utaratibu. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wameonekana wakisema kwamba kama mechi inachezwa Zanzibar wao hawatacheza. Hii imekaaje kwa mashabiki wa mnyama Simba? Mashabiki wana thamani katika klabu, lakini klabu ina utaratibu wake wa kiuongozi. Uongozi wamefuata kila kitu na muone iko sawa, mechi itachezwa. Kwa hiyo kama kiongozi anaongozwa na mshabiki, klabu isingerani kutoka hapa kwenda hatua nyingine. Klabu imesonga mbele kwa sababu ina uongozi ambao uliokuwa kamili. Kwa hiyo nadhani viongozi wataangalia kitu ambacho kinafaa, mechi itaenda itachezwa. Na mimi imani yangu ile mechi itachezwa. Kwa hiyo mtu mwingine kuzungumza kwamba itochezwa mimi siwezi kumzuia, lakini kisheria na kitaratibu Simba lazima acheze mechi ya ligi dhidi ya mtani Yanga. Sawa. Shabani Mpira Pesa pia tumemshuhudia aliyewahi kuwa msemaji wa klabu ya Simba lakini pia Young Africans, Haji Sande Manara amezungumza kuhusiana na usajili ambao unafanyika ndani ya klabu ya Young Africans. Mashabiki wa Yanga wamemjia juu kweli kweli. Nataka tuchambue hapo, ni mtu wa futiboli, kile ambacho amekizungumza Haji Sande Manara kina uhalisia? Haji kwanza ni kijana wa hapa mjini na ameshare vilabu vyote viwili, Simba na Yanga. Baba yake amecheza mpira kwa mafanikio, yeye hajacheza lakini ametoka kwenye familia ya mpira, kila kitu anakiona, ila maisha ndo yanamfanya mpaka Haji time anakuwa kama eleweki, ila kila kitu prosper zote za kila kitu kinachohusu mpira Haji anakijua, hamna kitu ambacho hakijui. Kwa hiyo Haji kuna sehemu nimeona amezungumza mambo ya usajili, lakini kuna sehemu amewagusa mashabiki wa klabu zote za Simba na Yanga ambao watahitaji kwenda kuangalia mechi ya dabi siku ya tarehe 1. Amezungumzia sehemu ilipopelekwa dabi.
imepelekwa uwanja wa Amani Complex ambao unaingiza watu 14,000. Tumeuacha uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unaingiza watu 60,000. Sio kama Amani sio Tanzania na hapa stahili kucheza. Amani ni Tanzania, panastahili kuchezwa, ila wananyimwa haki mashabiki wengi kuangalia mpira. Uwanja unaingiza watu 14,000, Benjamin Mkapa unaingiza watu 60,000, lakini akaingia ndani zaidi. Kuna watu wanatoka Musoma, kuna watu wanatoka Sumbawanga, watu wanatoka Mwanza, wanatumia gharama zao, wanategemea kifika Dar es Salaam kwa magari, wanaenda Benjamin Mkapa, wanalipia guest, wanalala, wanaondoka nyumbani. Leo akifika Dar es Salaam wanaacha magari, wanapanda boti kwa gharama kama aliyotoka na Sumbawanga anaenda Zanzibar na akarudi Dar es Salaam akapanda gari tena akaenda Sumbawanga. Yeye ndo alichozungumzia. Katika hilo hata mimi nimeliona hilo, lazima tuangalie kwa jicho la tatu. Mashindano mengi, Simba na Yanga zishacheza sana Zanzibar, na wala sio kama Zanzibar Simba na Yanga zikienda ndo mara ya kwanza. Waangalie na mashabiki nao wanaofanya mpaka vilabu vinakuwa na thamani, na wao wawape thamani vile vile, kwa sababu mtu kutoka Mbeya mpaka aje kuikuta Zanzibar shughuli yake sio ndogo. Gharama zinakuwa kubwa za maradhi, gharama zinakuwa kubwa za hata usafiri. Kupanda boti kwa dakika 45 tu shilingi 40,000. Aliyetoka Mbeya kilomita 800 kalipa 40,000. Kwa hiyo kuna vitu hapo nadhani kwa maisha ya kawaida kila mtu anajua. Katika hili mimi nimwambie Haji niko pamoja na yeye, na hata Watanzania wengi watakuwa pamoja na yeye. Walichokifanya ndugu zetu sio kitu sahihi. Yes. Pengine ulitamani ichezwe hapo. Kwa sababu ndo sehemu ambayo watu wengi wanakuja na watu wakaja relax. Leo sikatai kama mna washabiki wanaotoka Zanzibar, lakini mtu akitoka Zanzibar ina maana akapanda boti moja tu, katoka Zanzibar kaja Dar es Salaam. Anayetoka Sumbawanga anapanda gari afu anapanda boti. Vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hata gharama zinakuwa tofauti, na hata uwanja, sehemu ambazo za watu wa hali ya chini ambao hawana uwezo wa kwenda huko ndio wanaingia wengi kuliko wale waliokuwa na pesa ambao sehemu yao ni ndogo. Mzunguko na ndo kubwa sana. Sasa kwa nini wanyime watu haki yao ya kwenda kuangalia mpira kwa sababu ya kipato walichokuwa nacho? Mchezo unaofuata sasa kabla ya kuelekea dabi ya Kariakoo, mnakwenda kukutana na Tanzania Prisons, then Dodoma Jiji. Wana Simba mmejiandaje? Mnakwenda mkoani Dodoma. Je, mnyama atarudi na alama 6? Simba tuna mechi mbili Dodoma. Tuna mechi dhidi ya Tanzania Prison siku ya Jumapili, kesho tarehe 22. Tuna mechi dhidi ya Dodoma Jiji tarehe 25 Jumatano. Mechi zote tafu niwaambie, na ili tujenge mwanga wa kuelekea mechi ya tarehe 1 lazima tupate matokeo. Tunaenda kucheza katika uwanja ambao wa staili yake kila Mtanzania anaujua, so uwanja madhubuti, uwanja ambao ukifanya makosa unapata wachezaji wanapata injury, uwanja ambao haueleweki. Nyasi zinaonekana vizuri lakini pichi yake kwa wachezaji wetu wanaumia sana. Tuna kumbukumbu ya kuumiza wachezaji sana katika uwanja ule. Kwa hiyo tutacheza kwa tahadhari, lakini mimi naomba Mwenyezi Mungu wasimamie wachezaji wetu wawe vizuri, waweze kushiriki mechi zote zilizobakia pamoja na mechi ya dabi. Lakini mimi niwakumbusha wana Simba, mechi ya Dodoma na Simba inakuaga finali. Yani wana Simba wa Dodoma, wa Mpwapwa, wa sehemu tofauti, wa Kahama, wa sehemu tofauti kama vile Kondoa na Singida, wafike uwanja wa Jamhuri Dodoma, na wa Morogoro ndugu zangu. Na mimi leo natoka hapa jioni kuelekea Dodoma kuhakikisha naenda kupambana pale ambapo napaweza kama mwenyekiti wa tawi na wanachama wangu, tuhakikishe tunaenda kupambana ili tuweze kupata pointi 6. Lakini mechi ya Dodoma ni tafu, watu wa Dodoma na watu wa Tanzania wote tuhakikishe tunapambana. Na tuambie Dodoma Jiji tuna mechi dhidi ya mtani Yanga tarehe 1. Wacheze mpira wa kisasa, watu waangalie starehe. Mambo kukamiana na marafu hayana msingi, tukaumiziana wachezaji, sio jambo sahihi. Wachezaji wa Dodoma wamesajiliwa ili maisha yaende na familia zao. Wachezaji wa Simba wamesajiliwa ili familia zao ziende na wenyewe waendeshe maisha yao. Unapomvunja mchezaji mwenzio, unapomchezea alafu ambao sio sahihi, unamhatarishia maisha yake na familia yake inateteleka, kwa sababu acheze mpira ndo kazi yake. Tucheze mpira ili watu wafurahi, mechi ikiisha atakayefungwa tujue fair play ya mpira, lakini mechi ya Dodoma ni mechi ya finali.